Manikuperekeshwa jai naleta hasira na pressure, pesa inafanya usiku silali ninakesha, vavitu nkamu wangu ni jelo cha kupima. Moja kati ya wanamuziki ambao wanaipeperusha vizuri sana bendera ya Mbeya City, anaitwa Msamiati. Ngoma inaitwa Hasira, amemshirikisha Chidi Benz. Sifa kubwa ya Msamiati ni moja kati ya wanamuziki ambao wako very proud na lugha yao, kwa maana ya kabila analotoka la Wanyakyusa. Akifuatiwa na Linux, pia huwa ni moja kati ya wanamuziki ambao wanatumiaga baadhi ya lugha za kikwao kwenye aina ya muziki ambayo wanafanya. Sasa najua utajiuliza ya kwamba kwa nini hii imekuwa ya kwanza leo kwenye mwezi huu mzuri kabisa mpya, brand new month. Hasira, unatakiwa uwe na hasira na haya maisha. Hasira na maisha inatokea kwa sababu ni mwezi mpya, sio? Yes. Kama alivyosema mzee vizuri, lakini sisi tunatoa pole sana kwa Barnaba Classic. Yes. Tunatoa pole sana kwa Barnaba kwa sababu usiku wa leo tunasema mwezi wake umeanza vibaya. Na umeisha vibaya mwezi ulioisha baada ya kuunguliwa na studio yake ya High Table Sound. Mjini FM kiujumla kupitia Big City Breakfast tunatoa pole sana kwa Barnaba, na tunaomba tu Mungu akupe nguvu kwenye hiki kipindi kigumu, kwa sababu uwekezaji uliofanya ni mkubwa. Sasa tunaomba pia tukupe motisha ya hiyo hasira kutoka kwake Msamiati, akiwa amemshirikisha Chidi Benz, ikupe nguvu mpya, hiyo hasira mpya ya kuweza kuwekeza tena upya. Ila jambo linatokea kwa sababu na usio kabisa, na kwa sababu ni mwezi mpya na energy inakuwa ni mpya. Karibu sana kuisikiliza BCB popote pale ulipo nchini Tanzania. Tunapatikana kote huko, endapo tutaamua kutumia njia tofauti kutupata. Radio Garden pia tupo kama Mjini FM, ukiwa pale Tokyo pia unatupata vizuri. Lakini kama wewe ni mdau mkubwa sana wa 92.5, ujue kabisa una tatizo, una shida, una kero, una changamoto, basi ukiwasilisha hapa sisi tutaipeleka kwa wadau kama inavyohitajika, na wewe kupata utatuzi unaohitajika pia. Asubuhi nyingine tena hii hapa nzito kubwa ambayo inakufanya wewe uanze mwezi vizuri kweli kweli. Ni Jumatatu, of course mambo mengi yametokea weekend, lakini nilichokishangaa kidogo mzee vizuri, unajua weekend hii Jumamosi Paris Saint-Germain walishinda UEFA Champions League kwa changamoto ya mikwaju ya penalty, si ndio? Na mimi nakumbuka Ijumaa nilitoka hapa nikasema Paris Saint-Germain wanapewa nafasi sana ya kushinda PSG. Lakini hicho nishangaza, badala mashabiki wake kushangilia na kufurahia ushindi pale Paris, wakaanza vurugu. Badala ya kufurahia wakaanza vurugu. Sasa baada ya furaha ni huzuni, kwa sababu timu yenu ndiyo imeshinda UEFA Champions League. Lakini kwa nini ushangilie ushindi ukiwa korokoroni, ukiwa nyuma anondo? Kuna haja gani? Furaha isizidi kikomo. Shida ni kubwa, kilikuwa kubwa kidogo, na sio pale tu peke yake, ila maeneo mengi shida ilikuwepo. Shida kubwa sana. Ilikuwepo shida kubwa sana. Lakini sisi tunakwambia hivi, kuepuka hiyo shida inabidi upate Pepsi. Si ndio? Mkubwa wao, mwamba kabisa. Pepsi ya chupa popote pale ambapo wewe ulipo, unaruhusiwa kuipiga fundo za kutosha sana ikupunguzia hizo hasira na ikuongezee furaha. Anza mwezi wako mpya wa 6. Ndio. Hii ni half time ya mwaka. Hakika. Half time ya mwaka. Ukipoteza hapo umepotea. Kwa hiyo cha kufanya wewe unachotakiwa ni kuikamata Pepsi mkubwa wao, alafu tamba nayo, alafu waambie mwezi wa 6 utajuta. Asubuhi hii toa uchovu. Kwa nini una uchovu bwana? Wakati Pepsi mkubwa wao yupo kwa ajili ya kwako, mwamba kabisa. Anahakikisha uchovu wako unaweka pembeni na unaamka mapema kuelekea kwenye majukumu yako ya kulisaka tonge. Na tunafahamu ya kwamba kuna baadhi ya watu, kutokana na mishangilio tofauti ambayo mko nayo, kuna watu wana mininginio ya ziada. Hiyo mininginio inatolewa na Pepsi mkubwa wao. Pepsi ukipata na utajua mwenyewe. Mwamba kabisa. Ukipata na chapati pia inasonga. Ukipata na vitumbua pia inaenda. Lakini ukipata na mandazi na karanga pia, Pepsi haikuachi salama. Inakufanya wewe basi unaendelea kuburudika na kinywaji ambacho unacho, kwa maana kwamba kitafunwa au kitafunio, kichangamsha meno
ambacho unacho asubuhi hii, basi unaweza kwenda nayo vizuri kweli kweli. Sawa. Karibu sana kwenye Big City Breakfast ya leo tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunauanza mwezi mpya vizuri kabisa. Safari yetu hapa kwenye Big City Breakfast ni mpaka saa 3 kamili za asubuhi. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Kuna mengi yako humu ndani kwa ajili yako, lakini sisi tunawasiliana na wewe kupitia namba 0716925925. Lakini pia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii tunatumia Mjini FM. Popote pale andika tu Mjini FM itakuja pale. Jamal, wanasema unachokiandika, kinachoandika ni mikono. Kinachoandika ni mikono. Ila unachokiandika kinatoka kwenye akili. Kwa akili inashirikiana na mkono. Kitu chochote unachokiandika, especially kwenye mitandao ya kijamii au popote. Tunaona mimi nimeshika hivi kalamu. Ninachokiandika hapa. Mkono hauna shida yoyote. Wala hauna changamoto. Hauna changamoto yoyote. Wenyewe mkono unapokea maelekezo kutoka kwenye akili. Kwa hiyo wewe sasa unachokiwaza kwenye kukiandika, akili yako ndio inatakiwa ifanye kazi. Kabla ya chochote kile. Kabla ya akili kutuma mkono kuandika ulichokiwaza. Ni akili yako ndio inatakiwa iwaze kwamba hapa nataka kuandika tusi. Hapa nataka kuandika waraka. Umeelewa? Hapa nataka kuandika mirathi. Hapa nataka kuandika mirathi. Hapa nataka kuandika ujumbe, labda message. Kwa sababu kuna watu anachokiandika anautuma mkono kuandika kitu ambacho ni cha kipumbavu, afu anakuja kulaumu mkono. Hapa naandika bili. Naandika bili. Na bili pale tunaongezeana sana. Na hapa na saini mkataba. Hapa na saini mkataba, ndio. Umeelewa? Na ndio. Mkataba na mkono havihusiani. Akili yako na huo mkataba ndio vinahusiana. Kwa kuwa makini sana na akili yako kwenye kuutuma mkono unachotakiwa kukifanya. Ushaona kitu ukasema hivi, huyu mtu alifikiria nini? Yaani mtu vipi? Unaiwaza nini hapo? Akili. Afa anakuambia ngoja nipunzishe akili. Japokuwa wanakuambia akili ni nywele. Si ndio? Sema ina sasa ni za wapi? Unajua hapo nimestaki kidogo kwa sababu. Umestaki nini bwana wewe? Kuna watu na heshima zao wana akili, nisije nikawavunjia heshima hapa na hawana nywele. Sawa, ndio nikwambia vya akili ni inategemea ni za wapi. Basi unaona mtu ana kipara kumbe ana sehemu zake ambazo ana nywele ndio zinampa akili. Asante. Hey.